Mshukuru Mungu wetu kwa asubuhi njema ambayo ametupatia Sabato takatifu tunapoingia katika uchambuzi wa Biblia, na tunawaalika nyinyi nyote ambao mko pamoja nasi na wenye wanatufuatilia kupitia kwa mtandao. Tunaamini ya kwamba Mungu ako na jambo njema siku ya leo juu ya maisha yetu, tukijua ya kwamba last week tuliona jinsi na namna Yesu alivyotumikia watu akiwa hapo ulimwenguni, na tulisoma mengi, lakini ya muhimu ambayo tulisoma ni ya kwamba Yesu anahitaji tukue na imani thabiti. Imani thabiti, like the 10 virgins, the 5 virgins walikuwa na imani ambayo imekamilika. Pia natuhitaji tukapate kuwa na gifts zetu, tusiweke in action. Tuweke matumizi ya talanta mbali tofauti ambazo tumepewa, na akasema ya kwamba ministry yake iwezi kuwa complete kama we will not meet the needs of the people. Na ndio sababu kutakuwa na kondoo na mbuzi. Kwa hivyo wale ambao walifanya mazuri ya kupatia watu nguo, ya kutembelea watu jela, ya kupatia watu chakula, ya kuangalia wagonjwa, wote wataambiwa mlinifanyia hayo, mliowafanyia mlinifanyia mimi. Na wale ambao hawakufanya, basi itakuwa ya kwamba hatutakuwa tumefikia kiwango cha kurithi ufalme. Ni huzuni kubwa kama hatutakuwa very careful. Na siku ya leo tutaenda kuangalia jinsi ya namna tutaenda kuangalia attitude yetu. Is our attitude positive or negative? Pamoja nami ni ndugu zangu, na from my far left nataka kumpatia nafasi aseme jina lake na pia atusalimie. Hamjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Daniel Siande. Tutaenda kuangalia jinsi na namna Daniel atakapotuongoza kwa siku kadhaa katika fundisho la siku ya leo. Pia next to me is my brother also. Nataka kumkaribisha atusalimie na tuambie jina. God is good all the times. God is good. My name is Eric Medida. Karibuni sana. So, and Mose Motari. So Daniel, Eric, and me, we are going to take you through the topic of today. Na kabla hatujaanza, naomba tukapata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu, ni kwa sababu wewe kila wakati na kila usiku uko na neno juu ya maisha yetu. Na unasema ya kwamba hakuna neno ambalo nalo litamka linaloenda na likarudi bure. Tunalikabidhi neno la siku ya leo mikononi mwako kupitia kwa Roho Mtakatifu, tusungumzie sisi, ili Kristo wote watakaosikia neno hili wasongee karibu na wewe zaidi, wakutambue na walijue neno lako, na ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Katika maisha ya kawaida, many people have lost to succeed. Many people have not succeeded in life because of attitude. Jinsi na namna unavyoona maisha. Wewe umezaliwa katika maisha maskini, wazazi wako ni maskini, na unasema in my lifetime sitawahi pata utajiri, sitawahi ona mali, sitawahi endelea, hatutawahi ona nyumba permanent kwetu, hatutawahi ona suti kwetu, hatutawahi ona watu wamesoma wakafika university, because maybe your parents never reached there. Attitude has made many people not to realize their dreams. I always ask myself, and you should ask yourself, who was born with clothes? Nani aliyezaliwa na nguo? Nani aliyezaliwa na mali? Nani aliyezaliwa akiendesha gari? Nani aliyezaliwa akiwa na mke mzuri ama mume mzuri? Nani aliyezaliwa akiwa na degrees? Nani aliyezaliwa akiwa na kila kitu? Ama nani aliyezaliwa akiwa na shida? Watoto wote wakati walipozaliwa wote walikuwa sawa. Wote mzazi alikuwa na matumaini makuu juu ya maisha yao. Ni wangapi katika maisha ambao wamezaliwa hata hawana wazazi, and they are great men and women in this world? Ni wangapi ambao wamejaribu hata kusoma kama Bill Gates, ambaye hata hakumaliza degree, but he's the richest man in the whole world? Ni wangapi wamejaribu kuuliza viti ya uongozi kama mmoja wa Amerika alikuwa anaitwa nani? Ule president aliuliza mwisho akawini. Sikumbuke jina lake, lakini alikuwa ameanguka kwa vitu mingi, lakini mwisho alisucceed. Ni wangapi? Why are you giving up in life? Why don't you have a winning spirit in your life?
Ni kwa nini wewe unaona kila kitu unachogusa, kila kitu unachohusiana nazo ni kuanguka tu? Unajua hata kuna watoto katika familia wanasema mimi kila kitu inayoharibika katika nyumba hii lazima ipitie kwa mkono wangu. Yaani hiyo attitude ndio tunaomba ya kwamba tukapomaliza mafundisho ya wiki hii tutakuwa katika hali ya kwamba tutaangalia maisha positively. Even when it doesn't make sense. Even when you don't have a reason of having a positive life, God says, have a positive life because He's living. And He wants to live in your life, He wants to live in my life. Our attitude to others often determines their response towards us. Vile unavyoangalia watu, vile unavyochukulia watu, ndivyo pia wanavyorespond kwako. Jesus respected everyone. He met and treated them with dignity. He was an influence on them as he encouraged them to reach the kingdom of God. Are you an influence or are you an hindrance? Wewe ni mtu ambaye una-encourage watu wasonge mbele, ama ni mtu ambaye unaua watu na unawaambia uko na shida na familia yako? Wacha hata mimi nilikwambia yangu vile inavyokaa ni Mungu tu. Unajua nikilibasiwa nirudi huko sitaoa tena. Kama ningekuwa na uwezo singesawa watoto. Kuna watu wanasema hivyo. Kama ningekuwa na uwezo hata singekuwa na wazazi. Kwa sababu unapoangalia maisha unavyokaa ni maisha ambayo ni mabaya. Kwa hivyo throughout the discussion of this hour ni ya kwamba how can we be finding receptive hearts? Tunawezaje pata roho ambazo zinakubalika? How can we be speaking words of congratulation, congratulating others, looking on positive things, emphasizing on the positive things of our brothers and sisters, teaching in love. Yakobo unaporekebisha watu, unapowazungumzia watu waache ile tabia mbaya, unawazungumzia kwa upendo. Unajua hata wewe unasaidia katika hiyo hali. Unajua sometimes tunaona ya kwamba I always say that all of us have the potential of killing. We are murderers, but it's by the grace of God that we are not murdered. All of us have the potential of be committing adultery or fornicating, but it's by the grace of God that we have not done that. All of us, we can take the corrupt money, pesa za ufisadi, tunaweza chukua. But it's because by the grace of God we have not reached that stage. So unapotiaweka katika viatu za hawa watu, kwa hiyo unaporekebisha watu, unapomzungumzia mambo ambayo amefanya mabaya, utayafanya kwa upendo. We are to learn on how to treat people as Jesus did by following his example and the apostles' teachings. Mifano miwili ambayo tutaenda kuifuatilia, mfano wa Yesu as our great model, and then another mfano ni the apostles' teaching. Nataka kusoma kifungu ndugu Daniel alisomea katika 1 Peter chapter 3 verse 15 is our key text. It's our key text, and I want you to keenly understand what the Bible says. In 1 Peter chapter 3 verse 15, the Bible says 3:15 says, but sanctify the Lord God in your hearts. To sanctify the Lord God in your hearts. And sanctification is attaining perfection. So in daily life, you need to sanctify God in your hearts. Always. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. When you are asked why you are Catholic, acha kukasirika, sema tu why. When you are asked why you are PhD, why you are an AIC, just say why you are. Wakati unaulizwa wewe ni Mwadventista, sema kwa nini wewe ni Mwadventista. Wakati unaulizwa wewe ni Muislamu, can you tell people why you are a Muslim? Speak something reasonable. Stand, defend your faith. Say it in meekness and in fear, knowing that in your conversation you have a soul in stake. That's why I want to invite my brother to take us through finding receptive hearts, receptivity to the gospel. How is that possible? Brother Eric. Thank you very much, Elder. And receptivity to the gospel. And in John 4 verse 27 to 30, John 4 verse 27 to 30, 39 and 42, we find
Jesus interacting with a woman at the well. And this woman was a Samaritan woman. And as we know, the Samaritans during that time, there was always constant conflict with the Jews over the doctrine of worship. There was conflict. But we see Jesus now interacting with a woman at the well. And this is the last place where Jesus was, and Jesus expected, even though the disciples of Jesus, they knew that they were saying that this ground in the area of Samaritan, it was unfertile ground to get people that will receive the gospel. But we see here Jesus interacting with this woman at the well. And now, after this interaction, we see this woman going, telling people to testifying of a man who has told him everything about his life. And as we continue to see that, the disciples wanted to pass this place in Samaria, but Jesus saw what the disciples did not see. Jesus knew that even though that area there was constant rebellion, there was constant conflict, but Jesus expected some people to accept the gospel of Jesus Christ. Mm-hmm. And as we go on, we see that Jesus continued, and as he continued to interact with this woman, we get that some people also accepted the gospel. He needed to go to Samaria, but because he knew that there are some people, that's people who will receive the gospel. And Maniswa lesson says that we see a rich harvest of souls for the kingdom of God, where others see only barren fields. Yes. Even us as Christians, there are some big places where we just see that there are no people there to receive the gospel. We are being told that we need to go to Samaria too. We need to go to those places and seek souls for Christ. And that is our main purpose as Christians. Let us go and preach the gospel so that people can come to Christ. Mm-hmm. And in Acts 8, verse 4 to 5 and 14, here comes a time when there was a great persecution in Jerusalem. And as Jesus was interacting with this woman of Samaria, the disciples could have passed by Samaria without even providing an opportunity for the Samaritans to hear the truth of the word of God. This was the disciples. But we see that Jesus saw what the disciples did not see in Samaria. He recognized that the Holy Spirit had created receptivity in this woman's heart. Tunapata ya kwamba he recognized this woman, and the dramatic conversation with this woman made the people in the city even to accept Christ. And as I conclude, Maniswa Lesson McFinley says, we will not always see immediate result from our witnessing activities. As we go there to witness for people so that they may receive Christ, we may not see that immediate result. But as we sow seeds in receptive hearts, they will one day bring others to the glory of God. Amen? Amen. That's what we are doing. We may not receive immediate results, but let us go. Jesus should be the centrality focus. Jesus should be the focus as we go out there to preach the gospel. Even us as Christians, let us go out. Let us take the example of Jesus, so that we may bring souls to Christ. And may God bless you. Amen. You know, the biggest question that this woman asked Jesus, why do always people say that the true God is gospel in Jerusalem? Yeah. And that is the greatest problem that the Christian family have. You know, when you talk to an SDA, anakuambia mimi nilisaliwa MSDA, kwa hivyo ndio sababu niko MSDA, usiniulize maswali mingi. Ukihubiria Mkatoliki anakuambia wazazi wangu walikuwa Wakatoliki, kwa hivyo mimi siwezi toka hapo. Ukihubiria Muislamu ni hivyo hivyo. Yaani people wamekwama katika Mount Gerizim na wengine wamekwama katika Jerusalem. But God is telling this woman that there comes a time that people will not worship either here in Gerizim, they will not worship either in Jerusalem, but they will worship God in truth and in spirit. Our help, our hope that we are taking to other people, our message is that we want people to worship God in truth and in what? And in spirit. And this woman, Jesus technically ignored this question.
He didn't need all those religious questions answered. He didn't need. He needed acceptance. He needed to be received in the vineyard of who? Of God. He needed forgiveness. He needed new life that Jesus could give. He appeared unreachable. Samaritan was, and there was great enmity between Samaria and the Jews. Even they used long distance to go to the other side instead of using a shortcut. Ni wakati hata tunakaa kwa familia zetu neighbors, hata uwezi kufikia hapo, hapa ni town, labda hakuna mahali ushago. Uwezi kufikia kwa shamba yake because mumefanya nini? Mumechukiana. The same was that way. So we need to have that receptivity of looking people to people positively, the way Eric has said it very clearly. How is it possible that among many people who have negative things about their lives, you can find something to congratulate about, to congratulate them? That you can say to them, you have done it well somewhere. You have done it well. You remember Ben Carson? You remember him answering one question and he changed his life. How can we do that, Brother Daniel? Asante sana. Tunataka kuona hii tunabadilisha mtazamo wetu ndiposa tuweze kufaulu. I like the introduction ambayo ilikuwa kwamba many have not succeeded in this life and will not succeed in life because of the attitude. Now, most of the time, we are told that those people who have negative attitude, they have no influence over others, because positive attitudes attracts more people to you, whereas negative scares away. Angalia watu ambao kuna marafiki wengi, kuna mara nyingi ni wao marafiki ambao wanaona mazuri kwa wengine, ambao wanapatia wengine hongera na kuwapatia moyo, kuwaliwaza wakati kwa shida, kusaidia. Na wale wengi ambao wana marafiki wengi, wao mara nyingi wanaona mabaya kwa wengine, mara nyingi si warafiki. Na kwanza nikajiuliza, mbona wakati wa Yesu kama kwamba na baba yako amesoma, alikuta umati mwingi sana mpaka kafikia pale Wafarisayo walikuwa na plot how they cannot kill him, sababu ni anawanyang'anya kwa wengine wafuasi. Unapo kasoma amea kapenda tu pekee, bali anavuta watu na watu. Kwa hivyo ni kwamba huo ndio mvuto. That's the power of what? Positive attitude. The power of positive attitude. Kuja tunaambiwa hebu tuone kisa, kuna kisa hili hapa ambao inadhihirisha kwamba kuwa na mtazamo mzuri una mvuto, na si tu mvuto katika maisha, hata ni mvuto kama sisi ambao ni unashuhudia ama the disciple of Christ. So positive attitude is not only important for our success in this world, but even is very more important for our success in Christ, the Lord's vineyard. We need that positive attitude. That's what we are called here. We need to adjust. Now, from where to where? From the negative attitude, from the inbound attitude. Saying you better, others what? To another attitude. Which attitude? The Christ attitude. Tunapata hapa visa viwili. Kisa cha kwanza ni pale, ni kisa cha mwanamke, the Canaanite woman. This Canaanite woman anaenda mbele ya Yesu na anamwambia Yesu, njoo mponye mtoto wangu. Kwa sababu hii alikuwa ni binti yake ambaye alikuwa amejazwa na mapepo. Lakini Yesu ajibu lolote. Baadaye the disciples wanamwambia fukuza huyu nani? Mwanamke atoke hapa anasumbua. Look at that thing hapo. Anaenda kulia na akafikiria Yesu, tafadhali njoo mponye mtoto wako. Mwisho Yesu aendi. Anafanya nini? Aendi.
Anamwambia nini? Anamwambia ya kwamba hatuwezi patia chakula ya watoto mbwa. Kwanza anajua kwamba mimi nilitumwa kwa nani? Kwa Wayahudi. Yani. Ana insist tena. Kwa Yesu anamwambia kwamba si bora kupatia chakula ambacho kimetayarishwa ya watoto kwa mbwa ndogo wadogo. Mtu anafikiri kwamba hapa Yesu alikuwa very action. Fact is very beautiful. Kama ndio unafanya napatia huyu mwanamke kidole because he had a positive attitude. Honestly, because mtu anakuita mbwa. Anamfananisha mbwa. Anamfananisha mbwa. Ati yeye sasa ni mbwa, lakini I love this woman. He thinks like no for an answer. I persist. Kwa hivyo, here we are learning something. Look at the positive action of that woman. Kwa tunaambia Yesu alifanya hivi kwa kusudi tu. Haikuwa anamaanisha kwamba kumdhulumu ama despise. But he did it intentionally, one, so that the woman would be persistent, and that being persistent, imani yake ikue. And two, ilikuwa kuonyesha kwamba the importance of being positive attitude. Ama being positivity in our attitude. Because this being positive attitude and being sure that after the way we nitapata na I insist. We see Jesus saying that some of the persistent, your wish is granted. Na mwisho anasema kwamba sijaona imani kubwa kama ya. He end up complimenting. Also we see another aspect of Christ. Kwamba mtazamo is out to bring the best, to encourage, bring the best out of this woman. So even in our life, we should not be people who give up easily. And two, let's compliment others so as to make them move from one level to another. Ya mwisho, we see the story of Magdalene. Najua alikuwa hapa mkuu. Lakini mwishowe baada ya kuokolewa na Yesu Kristo, anafikia kwamba ni vipi naweza toa shukrani zangu, na anachukua mafuta ambayo iko the most expensive mafuta na beba ile, ambayo wanaenda work for almost more than a year, right? Aivunja na tumia nywele zake pale, anapangusa miguu ya Yesu. Lakini my concern baba ni wakati ndio anasema kwamba what a waste, ndio na kumwambia Yesu, ungejua yule ambaye anakupangusa kwamba yeye ni mbaya, wanamdharau na kumsema. What does Jesus say? Says what? Naambia Jesus approves. Naambia kwamba Jesus approves the action, compliment the memory, na approve his what? How action. Anasema kwamba let me bring this one. He declares whenever this gospel is preached in this whole world, what this woman has done will always be told as a memorial of her. What do you think this woman is here? Amidst all the criticism. Vizuri sana. Kila mtu anamdespite na ndio wakati gospel itakuja to the end of the day. Kila mambo umefanya itakumbukika. Itatajwa kama kumbukumbu. This what we call positive attitude. Congratulations others. Indeed, those two examples touched me. But I want to tell you that if that woman did not persist on what she wanted and lose it, are young people listening? Are young people listening? Najua tuko na young people these days wanaangalia kitu tu wanasema wache ikae. Labda hapo yaka anang'ang'ana kutafutia kazi, amekongeleza kitu moja kibaya, anasema na hiyo kazi ikae. Sio lazima unipe. Yaani attitude ya negativity. Una positive attitude. Kuna msemo kwetu inasema ya kwamba kama uchapata kenye unatafuta, usiguso hata ukichuziwa, hata ukichapa mpaka saa hiyo utafanya nini? Utakipata. That is the attitude. Until you get what you want. Unakumbuka hapo anataka no for an answer. And that's how we should be. Presenting the truth in love. You might be having many friends around you. You might be having many of them. People we enjoy being with and who enjoy being with us. But if we never tell them what Jesus means to us, how He changed our lives, our friends may make little eternal difference.
Ya kwamba tunaweza kuwa na marafiki na hakika tuko na marafiki wengi hata kazini, hata mahali tunafanya biashara tuko na marafiki wengi. Lakini kama hatuwezi leta Yesu katika biashara zetu, hatuwezi leta Yesu katika kazi yetu, hatuwezi elezea yale mambo ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yetu kupitia kwa biashara, kupitia kwa kazi zetu, kupitia kwa masomo yetu, kupitia kwa ujana wetu, hakika it doesn't make sense. Friendship alone will not bring people in Christ, but an unfriendly attitude may drive people from Christ. Ya kwamba yes, haiwezi leta hiyo urafiki, haiwezi leta, lakini kama huna urafiki hiyo itafukuza watu. Ni wangapi wamefukuzwa kanisani? Ni wangapi wameacha kanisa juu ya watu? Ni wangapi wameacha kanisa juu ya watu? Ni watu wengi sana ambao wameacha kanisa juu ya watu. Tunaposoma katika 2 Thessalonians 1:1-4, Paul is talking about something about the Thessalonians church. Anasema hivi, faith grows exceedingly. Anaona ya kwamba katika kanisa hii imani yao inaendelea kukua, haiteremki kupitia kwa yale mambo ambayo yanafanya. Anasema ya kwamba love abounds towards each other. Anapoangalia kanisa la Thessalonika, anaona ya kwamba upendo umeendelea kushika. Upendo unaendelea kukua katika sehemu hii. Hiyo, je, katika kanisa lako la nyumbani, katika kanisa lako la hapa, je, upendo unaendelea kushika? Upendo unaendelea kukua? Each other, patience, faith and faith is also growing. Ya kwamba kuvumiliana. Unajua hata nikwambia tunapokaa kanisani kama hapa, kama hatuwezi kuvumiliana, hatuwezi kuwa na upendo. Hapa tunakosana hapa ndani ya kanisa. Kazini unapofanya kazi kuna kukosana. Je, kuna kuvumilia mwenzako? Kuna kuvumilia mwenzako? Lazima tukue na kuvumiliana. Hata kama wakati tuko persecuted na hata kama tuko in danger, lazima tuvumiliane na wenzetu. Na hiyo ndio inaonekana katika kanisa la Thessalonica. It is important to cultivate the habit of finding the good things in people. Paul alikuwa na hiyo. Tutasoma kutoka Yesu na kutoka the apostles. Paul was an apostle. Naye ukiangalia makanisa yote alikuwa anasema hata kama kuna makosa ndani yao, kwanza anaanza kuwacongratulate, anaanza kuambia mambo mazuri ambayo yanayoonekana hapo. Na sisi katika maisha yetu, hata katika watoto wetu, can you find the positive things in their lives? They might have negative things, a lot of them, but can you find the positive things in their lives? At least utake siku moja inaweza badilisha maisha yao. Even in our youths in the church, even in our men in the church, women in ministry in the church, can you find something positive? Wacha kusimama wewe ni kiongozi alafu naambia wanawake hata mnakaa tu women in ministry, hakuna kitu mmefanya hii mwaka. Ni nini mmefanya? Kazi yenu ni kutembeleana, mkisikia mgonjwa mnaenda. You have not done anything positive. Angalia wanaume vile walinunua speaker mbili tatu. Are you encouraging them or you are destroying them? So we need to find that positive thing. You need to deliver the truth you have in love. You need to tell somebody ambao aende vizuri in love. Mwambie hii maisha sio mzuri. Fulani alienda hivi, akafika hivi. Usitake kusoma. Unajua people say experience is the best teacher. Please don't wait for experience. In Christian life we say learn from other people's experience. Otherwise your experience might be worse. And it might kill you. Wacha kukunywa pombe ndio usikie vile wengine wanakunywa. Ndio ujue pombe ni mbaya. Wacha kuvuta sigara ndio ujue sigara ni mbaya. Wacha kuwa na usherati ndio ujue usherati ni mbaya. Unaweza pata ukimwi na unaweza kufa. Unaweza pata kansa na ukufe kupitia kwa sigara na pombe. So let us learn from others. That's what most I want to say on that day, that if we could humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and pitiful, there could be 100 conversions to the truth, where now there is only one. That message should scare us, and it should take us to reflect on our lives so that we can do the right thing before God. I want to invite my brother to take us through how can we accept people. How can we create a foundation of acceptance when people come to us and to Jesus Christ? My brother. The foundation of acceptance. There we are going to read the book of Romans 15 verse 7. And it says, "Wherefore receive you one another as Christ also received us, to the glory of God." And if you go to Ephesians 4 verse 32, it also says, "And be you kind one to another, tender-hearted,
forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Sure. Here, the principle of acceptance, accepting one another. And because Christ is our example, Christ forgave us, He forgiven and accepted one another, one of us. You know, Christ died there on the cross. And when we go to Christ, when we seek Him, when we ask for forgiveness, He also forgives us. And we too, as Christians, we need to follow the footsteps of Jesus. If possibly, Christ forgive us. Why is it not possible to forgive one another? Even in church, husband and wife, people whom you are interacting with, there is a call for forgiveness, forgiving one another, despite of the way we are. We have been told that, in fact, because Jesus has received us, that we can receive one another. Despite of the flaws, despite of the sinful nature of the people that you may come into contact with. And we know each and every one of us, there are some things, there are some dark ages, dark moments, dark days, dark moments of our lives. And you can ask some questions yourself, that think of yourself, about some things that you may have done and you are struggling with. Some of the sins that you alone is the only person who knows. Maybe there are some bad things that you may not even want your friends to know. But our Christ, yes, He knows all these things that others might not know anything about. Yes, because of your own goodness, but because of His. Here it speaks about Christ knows us deeply. There are some things that you and me may be doing, but when we go to Christ, He can forgive us. Here, there is a call for genuine acceptance of one another. And I read something here, it says, genuine acceptance means that we accept people as they are, with all their sinful habits, because they are human beings created in the image of God. But let us not forget, as we accept people, even though they are sinners, we need not to condone, we need to remember that while accepting, while at the same time not condoning or tolerating sin. Jesus did not condone sin. Jesus did not tolerate sin. But what did He do? Jesus never minimized the value of truth, but He always presented the truth in redemptive ways. That is the principle that we all need to focus on. And as we continue, if you read the book of Romans 5, verse 6 to 10, and because Christ died for us, Christ died for us on the cross, but while we were yet sinners, He reconciled us. When we were His enemies, we can forgive and accept others. His love toward us become the very foundation of acceptance. Love is the foundation of acceptance. Loving one another. And here comes the Jesus attitude. What was the Jesus attitude? His attitude was always positive, isn't it? Yes. Because we can say to a friend that do whatever you please, then you leave someone. Is that a positive attitude or a negative attitude? It seems that it's a negative attitude. If you say, do whatever you please. No. It is all right. We can accept people no matter what you have done. I am willing to give you and provide you with the power to change. That was the attitude of God. Even though you are sinners, He can give you the attitude, the power to change. Lastly, biblical truth presented humbly in truth, humbly in Christ's spirit, with a loving attitude, wins heart and changes lives. So we should encourage, we should have the principle of humility. When we humble ourselves before the throne of God, we'll have that loving attitude. The Holy Spirit will convict
us, even it will convict our sinful nature. So whatever we share, whether we are sharing with people about the Sabbath, whether we are sharing with people about health issues, let us share the doctrine of God. Let us present them in the context of God's love. So the foundation of acceptance, it is based in love, accepting one another. And it is a call for each and every one of us that we receive one another as Christ also received us to the glory of God. That let us be tender-hearted, let us forgive one another, even as for God's, Christ's sake, He has forgiven us. And may God bless you all. And thank you very much. So learn to forgive. Yeah. If you cannot forgive, you cannot accept. Yeah. Love will push you to forgiving others. Remember that even you can do the same mistake. So it's good to learn to forgive. Learn to forgive other people, lovingly, unconditionally, and then you will achieve. I want to invite my brother to give us a conclusion on today's lesson. Thank you. Nikama, what I've talked about last day also, but I'm going to sum it up. Kwamba sisi kama disciples of Christ ambao tunafanyia Yesu kazi, ndiposa tuweze kufaulu katika kazi yetu ya kuhudumia wengine. There are three things you must consider. One is what, how, and when. There's what. Now, hapa kazi yetu iko kwa watu, bali ni kupitisha kwa watu ujumbe. So what says to us is what? The truth. Yes. And Mungu anasema kama I'm the truth. So we are present to the world the truth. But the truth alone haiwezi kufaulu. There must be what? There's that part of how we present this truth. And we know that truth lovingly presented. Kama huu ukweli unafaa upitishwe kwa namna gani ya upendo? Bila kupitisha ukweli kwa upendo ina sound kama harsh, ina sound kama ni boasting, arrogance, na hapo you scare, you go back to the negative attitude about yourself, and you scare people, and people are not willing to accept even the truth that you have because of the vile umeupitisha hauvutii. Ndio tunafunza hapa kwamba katika 1 Peter 3:15 there is that text here now. Nasema 3:15 kwa nasema hivi, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give the defense. In what? To give the defense to everyone who asks you a reason for what? For the hope that is in you. Nasema hawa sababu with what? Meekness and fear. Ukienda Titus nasema kwamba by God's kindness and love we are what? We are saved. Yes. So there's all that love there. Alafu you fear some version nasema ni meekness and humility. So nikikabili angalia what is humility and meekness? Because for me, most of us we take them to the same. But here nasema humility is being free of arrogance and pride. So kama share ujumbe wako, ujumbe ni kwamba free from kiburi na arrogance. Ile ni kama you don't care how it reaches you. It's always kufikia, you don't care. So let's care how the message you present reach others. Then kuna ile about meekness. It's about that patience. So even as we present our message to others, we're not going to patience. When are they ready to listen? So then after all, patience. Kwa hivyo tunaambiwa hivi kwamba we too are called to present the truth in love with all meekness and humility. Our Lord invites us to join Him in lovingly sharing with what? Accepting as truth His last day's message for a world dying without Christ. Na hii pekee si tu kwa wale ambao hawajui Mungu nje ya kanisa, even inside the church. There's someone, maybe a brother or sister, but unaona kwamba ameanguka kwa dhambi.
And I know for truth kwamba whether as a brother or sister, wakati anakupa dhambi, kwanza it pains her. Why is it given to expensive? So going and analyzing how you do such a thing, eh? That's what mostly is affecting us, and we find that our nature takes over. And in conclusion, I want to say that because time is up, that what is love? John 3 verses 16. For God so loved the world that He gave His own. So love is about sacrifice. So if you want to reach people in a willing attitude, let me tell you, we should be ready to sacrifice. We should be ready to accept them the way they are. We should be ready also to accept ourselves the way we are. So that when we reach out to people, we know that we are reaching out to human beings, not angels. We are reaching out to people that God love and values. We are reaching out to people as being used as vessels, not that we are special, not that we are reached where we are supposed to reach, but we are used as vessels. And every time that we are used, we need to also to think of our eternal life. Seriously, we might lead many to eternal life, but will we reach there? I want to invite my brother Eric to close us with a word of prayer. But brothers and sisters, I want to encourage you that we must endeavor to have a positive attitude in our spiritual life, in our physical life. God wants us to succeed now. God wants us to succeed after in getting the eternal life. So after it become maisha miserable, change your attitude. May God bless you. Amen. Let us begin and pray. Our Father in heaven, we thank you so much for giving us an opportunity to discuss the word this morning, my Father. I pray that, dear Lord, that as we continue, that you may open our hearts so that we may receive your word. Pray, Lord, that you may open our minds for understanding and open our ears so that we continue to listen to your word, my Father. We come before you this morning, dear Lord, that you may forgive us our sins. One way or the other, we may have gone contrary to your will. But we pray, dear Lord, that you may cleanse us from all our unrighteousness, my Father. Pray for the church members, dear Lord, even as we continue with the program that are ahead of us. Pray, Lord, that you may continue to be with us. May you send your Holy Spirit to be with us and convict us from the sins that we may have done, my Father. Be with each and every one of us. For that's my prayer, trusting and believing in the name of Jesus, because I pray. Amen. I want to invite you next Sabbath at the same place. Jesus Christ has a word for you.